Katika Injili ya Mathayo sura ya 3 aya ya 1 mpaka ya 12. Injili hii inamtambulisha Yohane Mbatizaji kama sauti iliyao nyikani, akihubiri toba na kuandaa njia kwa ajili ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yohane ni nabii wa maajilio, ndugu zangu. Lugha yake ni kali na wito wake ni thabiti. Anasema, tengenezeni njia ya Bwana, toeni matunda yatokanayo na toba. Yatupasa kuwa watu tunaotoa matunda ya toba, kwa sababu kuwa na toba bila matunda ni neno tupu. Amani haiwezi kukaa katika mioyo yetu kama sio watu wa kutubu. Amani ya kweli huanza katika moyo wa mtu ambaye anamruhusu Mungu kumbadili kutoka ndani. Bila toba hakuna amani, ndugu zangu. Yohana anatupa changamoto 3 katika somo la Injili. Kutengeneza njia. Kwanza, kutengeneza njia, yaani kuondoa vikwazo vya viburi, hasira, visasi na uongo. Pili, anatuasa kuzuia unafiki wa kidini. Yaani haitoshi tu kwamba mtu anaenda kanisani, lakini zaa matunda yatokanayo na amani katika maisha yako. 3, kubali kubatizwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiyo chanzo cha amani, si kwa nguvu zetu binafsi. Kristo, ndugu zangu, anakuja kuleta amani, lakini kwanza anataka tusafishe mioyo yetu, tuondoe mizizi inayotuzuia amani kustawi katika mioyo yetu. Je, tupo tayari kumruhusu Kristo aingie ndani ya mioyo yetu na ang'oe mizizi hiyo?